pindi utakapopata muda wa usiku, utakapoudiriki muda wa usiku, fala tantadhiru sabah, usiwe ni mwenye kusubiria asubuhi uipate. Na pindi utakapopambaukiwa na kudiriki muda wa asubuhi, usitarajie ya kwamba utadiriki muda wa usiku. Tumia siha yako, fursa aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla ya kufikwa na maradhi. Wa min hayatika limautik, na utumie uhai wako vizuri kabla ya kufikiwa na safari ya kuondoka katika dunia hii. Ibadallah, innal mu'mina alhaq huwa alladhi yastaghni anfasahu fi at-tawbati ila Allah azza wa jalla min qabli an yablugha ruhuhu al-gharghar. Ndugu katika iman, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunahusiana kwa jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Hakika kufaulu kwa mwanadamu hapa duniani na kesho akhira kumefungamanishwa na taqwa, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, mwanadamu atapata hasara kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, hakika ya mu'min aliye wa kweli kabisa, mu'min mkweli mbele ya Mola wake, ni yule ambaye anatumia fursa na pumzi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kusuluhisha yaliyopo baina yake na Mola wake, kusuluhisha baina ya makosa aliyomtendea Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi kwa Mola wake, kutaka msamaha, kutubia kwa Allah tabaraka wa ta'ala kabla roho yake haijafika kwenye koo lake, kabla hajafikiwa na mauti, kabla hajafikiwa na safari ya kuondoka katika ulimwengu huu. Mu'min ni yule anayerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika iman, Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibi faqala kun fi ad-dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Ibn Umar anasema Mtume alayhi salatu wassalam alimshika mabega yake na kumwambia, kun fi ad-dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, kuwa kwenye hii dunia kana kwamba wewe ni mpita njia katika dunia hii au wewe ni mgeni katika dunia hii. Yanaashiria nini maneno haya ahibati fillah? Ibn Umar radhiyallahu anhu akayafahamu maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, akasema maneno yake Ibn Umar, idha amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idha asbahta fala tantadhiru al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Pindi utakapopata muda wa usiku, utakapoudiriki muda wa usiku, fala tantadhiru as-sabah, usiwe ni mwenye kusubiria asubuhi uipate. Usitarajie ya kwamba utapambaukiwa ukiwa uko hai. Wa idha asbahta fala tantadhiru al-masa, na pindi utakapopambaukiwa
na kudiriki muda wa asubuhi, usitarajie ya kwamba utadiriki muda wa usiku. Wa khudh min sihatika limaradik, tumia siha yako, fursa aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufikwa na maradhi. Wa min hayatika limautik, na utumie uhai wako vizuri kabla ya kufikiwa na safari ya kuondoka katika dunia hii. Ndugu katika imani, tunatakiwa turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajatufika mauti, kabla haijafika siku ambayo mwanadamu atamlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala ili apewe muda arudi duniani, ili apewe muda acheleweshwe kidogo, ili awe ni mwenye kuyafanya ya kheri. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'an, toeni kwa vile mlivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajafika mauti. Pale mwanadamu akaanza kumwambia Allah tabaraka wa ta'ala, ewe Mola wangu, lau utanichelewesha kwa muda mchache ili nifanyeje? Anauomba muda huu ili afanye nini? Ili aage familia yake? Anaomba muda huu ili afanyeje? Ili apange biashara yake vizuri? La, ili atoe sadaka, ili afanye mazuri ambayo hakuyafanya mazuri yale alipokuwa na fursa katika dunia kama hii. Yaqulu Abu al-Fida إسماعيل بن كثير رحمة الله تعالى عليه: يتمنى الإنسان طول المدة ولو شيئا يسيرا. mwanadamu wakati huu atatamani acheleweshwe hata kama ni muda mfupi, ili ayafanye yale ya kheri, ili afanye yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, tumezungukwa na maadui wengi, maadui wakiwemo mashaitani. Vile vile miongoni mwa maadui wetu ni binadamu wenzetu ambao ni maadui kwa binadamu wenzao. Bali mwanadamu kuna adui ambaye anamsumbua zaidi, ambaye ni nafsi yake mwenyewe, nafsi yenye kuamrisha sana maovu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: la ammaratun bisu, ni yenye kuamrisha sana maovu. Nafsi hii ya mwanadamu ni adui kwa mwanadamu mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ngao kubwa na ukuta mkubwa ambao itakuwa ni sababu ya sisi kuwa mbali na maadui kama hawa. Nayo ni nini ahibati fillah? At-taubatu ilayhi subhanahu wa ta'ala, ni kurudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ni kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau tutatubia na kurudi kwake, Allah subhanahu wa ta'ala atatuhifadhi kutokamana na maadui kama hawa. Yaqulu Allahu jalla wa ala: fa aqimu as-salata wa atu az-zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Aya hii ahibati fillah ni dalili kubwa inayoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayehifadhi waja wake. Lau tutakuwa tayari kumtaka msamaha na kurudi kwake, Allah subhanahu wa ta'ala atatuhifadhi kutokamana na maadui hawa.
Ndugu Muislamu, unapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulluna dhalika ar-rajul, hakuna kati yetu ambaye hajawahi kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hajawahi kufanya maasi, hajawahi kuyaendea madhambi. Hakuna. Muislamu anatakiwa awe ni yule ambaye anapomkosea Mola wake haraka haraka anarudi nyuma na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Yule ambaye atafanya madhambi, atafanya maasi au kuidhulumu nafsi yake kufanya madhambi, thumma yastaghfirillah, kisha akamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafuran rahima, atampata Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Vipi unakata tamaa Muislamu? Vipi unakata tamaa kwa madhambi uliyoyafanya? Wengi wetu tuna madhambi mingi tumeyafanya mpaka tunaogopa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunadhania kwamba tukirudi kwake hata tusamehe kwa ukubwa wa madhambi tuliyoyafanya. Lakin yaqulu Allahu azza wa jalla, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, kuambia waja wangu wale ambao wamefanya israf katika madhambi, wana madhambi mengi, wanaogopa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wa madhambi walionayo, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema ya kwamba yeye hasamehe anayemshirikisha. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hasamehe yule anayemshirikisha, yule anayefanya dhambi la ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mtu huyo, lakini anasamehe dhambi lingine lisiokuwa la ushirikina. Je, aya hii inamaanisha kwamba lau mtu atatubia baada ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala hatasamehewa? La wallah, sio maana yake. Maana yake ni kwamba lau Muislamu ataliendea dhambi hili wal'iyadhu billah la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akafa na ushirikina huo, ndiyo msamaha wa Allah hataupata mtu huyo. Lakini lau atarudi na kutubia kabla ya yeye kuondoka katika ulimwengu huu, bali Allah bado atamsamehe mja wake huyo. Ndugu katika imani, angalia ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Amewalingania tauba wale washirikina ambao waliwateketeza waumini wa kiume na wa kike kwa kuwachimbia mashimo na kuwateketeza ndani ya mashimo hayo, bali Allah subhanahu wa ta'ala bado waliwalingania tauba watu hawa. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat, hakika ya wale ambao waliwafitini waumini wa kike na waumini wa kiume kwa kuwachimbia mashimo na kuwateketeza ndani ya mashimo hayo. Anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma lam yatubu, kisha kwa makosa yao haya
wasirudi na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu alhariq, wana adhabu kali ya jahannam watu hawa. Angalia, pamoja na kwamba wao walifanya maasi haya na madhambi haya makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwalingania tauba. يقول حسن البصري رحمة الله تعالى عليه: انظروا إلى هذا الجود والكرم، قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. Angalia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake. Wamewaua vipenzi wa Allah tabaraka wa ta'ala, wamewaua watu wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakin ma'a dhalik yad'uuhum ila at-tauba. Bado Allah subhanahu wa ta'ala anawalingania tauba, warudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, sisi tumeweka mkataba na Allah subhanahu wa ta'ala. Labda kuna mmoja kati yetu amesema, maadamu Ramadhani imefika karibu, biidhnillah, ikifika 10 la mwisho nitatubia na kuacha maasi ninayoyafanya. Wako watu sampuli hii ambao wameweka mikakati na Mola wao ya kwamba ikifika Ramadhan wao wataacha kuyafanya maasi, wataacha kuyafanya madhambi, ndiyo itakuwa ni safari yao ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hadha, je, unajua ya kwamba utafika wakati huo? Wangapi ndugu zetu tuliokuwa nao kabla ya mwezi wa Rajab walitamani waudiriki mwezi mtukufu wa Rajab, lakini ma'al asaf kullal asaf hawakudiriki mwezi huu. Wangapi waliotamani kudiriki siku hii ya leo ya Ijumaa, lakini tunavyozungumza aidha wanaenda kustiriwa baada ya Ijumaa au walizikwa jana Alhamisi. Mimi na wewe kwa pumzi tulizo nazo tunaweka mikakati na Mola wetu. Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu tauba mja wake wakati wowote na siku yoyote, sio Ramadhani tu peke yake. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu wassalam: inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anaikunjua mikono yake usiku ili atubie yule aliyefanya madhambi mchana, wa yabsutu yadahu bin nahar, na anaikunjua mikono yake mchana, liyatuba musii'ul layl, ili atubie yule aliyemkasirisha na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala usiku, hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, mpaka ile siku itafika siku ya Kiyama. Vipi Muislamu anajimakini na madhambi yake, anasubiria Ramadhan? Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe mwezi huu wa Ramadhan, lakini hakuna mwenye garantia kwamba atafika Ramadhan. Ianze safari leo kurudi kwa Mola wako, kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min maridhin aasha hinun min ad-dahri. Siha ulionayo isikughuri ukajiona we ni kijana mwenye nguvu, ukajiona una afya nzuri, ukasema hakuna bana, nitafika Ramadhan, sina sukari wala presha wala figo, sina shida hizo, nitafika Ramadhan. Kam min sahihin mata min ghairi illa, wangapi wenye afya zao wameondoka katika ulimwengu huu bila ya tatizo lolote, siku zao zilikaribia na zilifika za kuondoka. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun.
wa kam min maridhin asha hinun min ad-dahri, wangapi wagonjwa wako hospitalini wamelazwa miaka, bado wapo katika dunia hii, bado riziki yao inaendelea. Isituhuri afya tulionayo ahibati fillah, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, Mola wetu anatutakia mazuri, Mola wetu ana huruma na sisi. Angalia madhambi ambayo tunayafanya, lau tutakuwa tayari kurudi kwake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha madhambi haya kuwa ni mema, anabadilisha maasi haya kuwa ni taa. Hata yule mshirikina ambaye amemshirikisha Allah miaka mingi, miaka 10, miaka 20, yeye anaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ana mganga wake, yeye ana mizimu yake. Lau atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kurudi, shirki ile inabadilishwa inakuwa ni taa. Subhanallah, ni uzuri ulioje wa Mola wetu, ni ukarimu ulioje wa Mola wetu. Ni kipi tunakikosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ofa iliyoje kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Anayaeleza haya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia sifa za waumini katika suratul Furqan. Anaendelea kusema Allah tabaraka wa ta'ala, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى سيما ومين نوالي أنباو la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, hawamuombi mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wamshirikishi Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala hawaiwi nafsi ambayo imeharamishwa nafsi ile kuuawa isipokuwa kwa haki. Wala yaznun, waumini hawana sifa ya kuzini. Waman yaf'al dhalik, yule atakayefanya haya, yalqa athama, atapata madhambi, kisha yudhaafu lahu al'adhabu yawm al-qiyama, atapata adhabu kali na atazidishiwa adhabu ndani ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kafanya istithna, illa man taba, isipokuwa yule atakayetubia, wa amana, akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila amalan saliha, kisha akafanya matendo yaliyo mazuri, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, hao ndio ambao watabadilishiwa madhambi yao yatakuwa mema. Yale maasi waliyofanya, lau watatubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayafutwi tu yakaenda, bali Allah anayafanya yanakuwa mema, yanakuwa taa. Yaqulu Abdurrahman as-Sa'di wa qila as-Sa'di, tatabaddalu shirkuhum imana wa ma'siyatuhum ta'a wa tatabaddalu nafsu as-sayyi'ati allati 'amiluha thumma ahdathu 'an kulli dhanbin ta'a wa inaba yubaddalu hasanat bihasabi dhahiri hadhihi al-aya. Shirki yao yatabadilishwa kuwa ni taa na maasi yao yatabadilishwa kuwa ni thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dhahiri ya aya hii aliyosema Allah tabaraka wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله, ni juu ya kila Muislamu kuihisabu nafsi yake kabla kuhisabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo ni nzito. Ahibati fillah, ni tuyasuluhishe yaliyopo baina yetu na Mola wetu kabla ya kufikiwa na mauti. Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijafika siku ikawa tumechelewa kurudi kwa Mola wetu. Ndugu katika imani, makosa ambayo tunayafanya wakati wa kutubia, wakati wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusikilize vizuri ahibati fillah. Wengi tuko sampuli hii. Jambo la kwanza, adamu tauba makhafata arrujui lidhanb. Muislam hataki kutubia au anawacha kutubia kwa kuogopa kurudia dhambi lile. Anaona, mimi nikitubia nitaendelea kuvuta bangi, mimi nikitubia nitaendelea kuvuta sigara, mimi nikitubia nitaendelea kuzini, wacha niendelee kuyafanya haya mpaka siku nitakapofika umri wa utu uzima, siwezi tena kuyafanya ambayo naweza kuyafanya nikiwa kijana. Hapa ndio unamuona au ndio anaweka azma ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anawacha kurudi kwa Mola wake kuogopa ili ataendelea na dhambi lile. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu wassalam, kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Hakuna asiyekosea ahibati fillah, sote tunakosea, na wanaokosea na wabora wanaokosea ni wale ambao wanarudi kwa Mola wao wanapokosea. Ibada hii ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada adhima, kama vile unavyoona ibada ya salah na ibada ya saum. Ibada ya tauba ni ibada kubwa ahibati fillah. Anatakiwa mtu arudi kwa Mola wake. Unapoteleza unarudi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu wassalam, law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wala ata biaqwamin yadhnibuna wa yastaghfirun. Lau mngelikuwa nyinyi hamumkosei Allah subhanahu wa ta'ala, hamfanyi madhambi, la dhahaba Allahu bikum, Allah angewaondoa nyote. Wala ata biaqwamin yadhnibuna wa yastaghfirun, Allah angeleta watu wengine ambao wanafanya madhambi kisha wanarudi wanaomba msamaha kwa Mola wao. Kwa hiyo unapotubia, tambua ya kwamba utakapoteleza unarudi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ahibati fillah, at-tamai lidhunub i'timadan ala sa'ati rahmati rabbil alamin. Mtu anatulizana kwa madhambi yake, hana wasiwasi na madhambi yake, akitegemea kuwa rehma za Allah ni nyingi. Allah ni ghafurur rahim, ni mwingi wa huruma, ni mwingi wa msamaha. Aliingia peponi mlevi, akaingia motoni anayeswali. Ndio hadithi tunazopeana tukiwa sasa tushashiba, tukiwa pale hatuna ya kuwaza, tunaambiana maneno kama haya. Maadamu naswali bana, maadamu mimi ni Muislamu bana, rehma za Allah bana ni nyingi bana, wacha nifanye, Allah atanisamehe. Tambua, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Wajulisha waja wangu ya kwamba mimi ni mwingi wa msamaha, lakini pia wajue ya kwamba adhabu yangu ni yenye kuumiza. Ukiwa umetulizana, umejimakini na madhambi unayoyafanya
kwa kuwa rehma za Allah ni nyingi, basi jua adhabu yake ni kali. Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun, hawajimakinishi na adhabu ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa wale watu ambao wamepata hasara. Kulingana na wakati ya hibati fillah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya machache yawe ni sababu ya mimi na wewe kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya mimi na wewe kuyaacha yale tunayoyafanya ili tupate kuingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma izza al-islam wal